Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mheshimiwa Shekhe wa wilaya hii ya Ubungo, Sheikh Maulid Salim Kidebe, Sheikh wetu, walimu wetu, bosi wetu, karibu sana katika msikiti wako. Na najua kabisa wewe ndio imamu wa msikiti huu. Najua hivyo vizuri kabisa, najua. Na ulishawahi kusema siku moja. Wewe ndio imamu wa msikiti yote ya yuko katika wilaya ya Ubungo. Kwa hiyo karibu katika msikiti wako. Mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mguleni ambaye amekuja kumwakilisha mheshimiwa diwani, karibu sana. Lakini pia nitambue uwepo mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu ambao tuko hapa leo. Mamlaka ya hapa anao huyo atakayemtaja, Mheshimiwa Mjali Moja, karibu sana. Kwa hiyo huyo ndio mwenyekiti mwenyeji, kwa maana eneo letu hili liko kwenye mamlaka yake, ndio rais wa mtaa huu. Karibuni sana. Pia nitambue uwepo, lakini pia nitambue uwepo wa jumuiya ya vijana wa Kiislamu Tanzania Jubikiba wilaya ya Ubungo. Namuona mwenyekiti wa Jubikiba wa vijana wilaya ya Ubungo, simama kuona. Mashaallah, Abubakar Anje. Huyo yule diwani ndio kaka yake, sababu mkubwa mjini. Kwa hiyo karibu sana Abubakar, mwenyekiti wa Jubikiba wilaya ya Ubungo. Lakini pia nimekuona katibu wangu, katibu wa vijana Jubikiba wilaya ya Ubungo, ndugu wangu Kiboso. Simama bwana kwa mbele. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu. Namna hiyo kwa kijana bwana, kwa kama mzee bwana. Na pia nitambue uwepo mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa msikiti huu, mzee wangu, ndugu wangu mzee Kilaki. Na huyu ndugu wangu jamani. Na nilisema siku moja, lakini mzee, alama ya msikiti huu ni huu. Ukiona msikiti sema Rahim, ujue alama yake ni mzee Kilaki, si mtu mwingine, sio mimi, si mwingine yote, ni mzee Kilaki. Nilitoa historia kipindi kilichopita. Yeye na msikiti nani mkubwa? Yeye na msikiti yeye ni mkubwa. Ila mimi na msikiti mimi mdogo. Miaka hiyo ndio Kenyaki amefanya msikiti huu kuwepo katika maeneo yetu haya. Walikuwa wazee 6 tu walichukua juhudi ya kutafuta pesa zao kuja kwa aliyekuwa anamiliki eneo hili. Aliwaambia wampe shilingi 72 senti 72 kipindi hicho, na hizi aliwaambia wakajua hekima hiyo watumishe kwa basi hapa sehemu. Huyu mzee alikuwa anafanya kazi zamani kwa idara ya maji Afrika Janua. Kwa hiyo mzee huyo mmoja hapa alikuwa 6 na kabakia peke yake, wengine wote wametupa. Inshallah inawezekana pia mwaka tusio naye na yeye. Kwa hiyo unasemaje? Pia nitambue uwepo katika bodi ya wadhamini, mzee wangu mzee Gozi. Mashaallah, nimekuona. Nitambue pia uwepo wa naibu imamu Kukasi. Lakini pia nitambue uwepo wa mjumbe wa kamati tendaji Bwana Hamisi Umar almaarufu Kulibwa. Na lakini pia nitambue uwepo wa mjumbe pia mwingine kamati tendaji, huyu ni rafiki yangu Bwana Fakiri. Salimia Bwana Fakiri. Salimia kusikia peke yako. Assalamu alaykum. Alaykum salaam. Nimefurahi kusikia. Lakini pia nitambue uwepo wa mwekazina wangu wa msikiti Bwana Muhammad Juma. Assalamu alaykum. Pia nitambue uwepo wa mjumbe wa bodi ya wadhamini ya msikiti mzee wangu mzee Kambale. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wengine wengi ambao hawapo pia nitambue wao. Jamani, zoezi letu ni fupi sana. Zoezi letu katika habari kinasema kuangalia nguo mayatima kwa mwaka huu.
Labda nitoe historia fupi ili kila mmoja aweze kuelewa kipi tunachokuja kukifanya. Zoezi la kuanza kuwahudumia mayatima lilianza mwaka 2016. Kwa mwaka huu tuna miaka 11. Hatujawahi kupitisha hata mwaka mmoja kuacha kuwahudumia mayatima. Kila mwaka tunafanya. Na mwaka wa 2016 wakati tunaanza zoezi hili kulikuwa na mayatima 28. Wakati tunaanza zoezi hili tulitoa msikiti gharama shilingi $700,000 kipindi hicho. Mwaka 2016 tulinunua mavazi ya mayatima wote 28 kwa shilingi $700,000. Mwaka 2017 tulikuwa na mayatima 30. Tulitoa msikiti shilingi $700,000 na $50,000 tuliwanunulia mayatima wote. Hatujawahi kupitisha wala kukosa yatima yote ambao tunawahudumia. Mwaka 2018 tulikuwa na mayatima 32. Tulitoa shilingi $700,000 na $50,000 tena kwa mwaka huo. Na mwaka 2019 tulikuwa na mayatima 32 pia. Tulitoa jumla ya shilingi $800,000 na $64,000. Mwaka 2020 tuliwahudumia mayatima 33 kwa gharama ya shilingi $900,000 na $90,000. Mwaka 2021 tuliwahudumia mayatima 35. Tulitoa jumla ya shilingi $1,120,000. Lakini pia mwaka 2022 tuliwahudumia mayatima 33. Tulitoa jumla shilingi $1,150,055. Mwaka 2023 tuliwahudumia mayatima 34. Tulitoa jumla shilingi $1,320,000. Mwaka 2024 tuliwahudumia mayatima 33. Tulitoa jumla shilingi $1,280,000. Mwaka wa jana 2025 tulikuwa na mayatima 37. Tulitoa jumla ya shilingi $1,520,000. Mwaka huu tuna mayatima 32. Ilikuwa tuwe na mayatima 39. Wengine tumewaacha kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo. Kuna baadhi ya wazazi walikuwa hawapokei simu, na kawaida tunawapigia simu, wanaleta vipimo, tunaenda kuwanunulia. Lakini wengine pia umri ulikuwa mfanini umepita. Kwa hiyo mwaka huu tumewavisha mayatima 32. Lakini ndio tumetoa mwaka huu gharama ndogo kuliko miaka yote. Mpaka sasa tumetumia shilingi $649,000. Kwa nini tumetumia pesa ndogo? Kwa sababu kuna watu washaona zoezi hili linawanufaisha wao. Nafahamika vizuri Ameona kwa kila mwaka tunanunua nguo, naye anapata hamu. Anaona mimi pia nitamchukua yatima mmoja. Kama wanavyoona katika nguo zetu hapo, kuna baadhi ya watu wamechukua mayatima kwa ajili ya kuoneshonea wao, sio taasisi. Taasisi tumehudumia mayatima 30 tu. Kuna mayatima kama 4, kuna watu wamewachukua kuwashonea. Ndio maana tunaona hata rangi pia zimekuwa tofauti hapo. Nguo za kike zile pale, nguo za watoto wa kiume hizi hapa. Na utaratibu wetu, nguo hizi unapoziona sio zile nguo za kumwaga chini. Hapana. Tunataka yatima avae sawasawa na watoto wetu. Hizi nguo unaona ni ghali sana. Nguo moja unayoiona hapa mtoto wa kiume, shati na suruali, imegharimu shilingi $42,000 kila nguo moja. $42,000. Sio zile 500, hapana, hatuchukui zile. Zile tunaziacha kabisa. Tunachukua nguo ghali. Kwa hiyo nimependa nitoe historia hii kwa ufupi. Kwa maana hiyo, katika zoezi letu leo hili tutawapa mayatima 30, lakini pia kuna watu 2 tutawapa nguo ambao sio mayatima. Mmoja tutampa nguo kwa sababu ni mlemavu wa viungo na tunaye miaka yote na tunampa miaka yote. Lakini huyu mmoja pia ndio rafiki wa msikiti. Ukiona msikiti huu kuna rafiki yake. Huu msikiti una rafiki. Huyo mmoja mtakuja kumuona rafiki wa msikiti ni upi, mtakuja kumuona mwisho inshallah. Yeye tumeamua tumpe kwa sababu msikiti unatambua kuna rafiki yake. Kwa hiyo bila kutoisha muda, niombe sasa
atakufungua kwa dua ndio tayari imeenda tena, sio shekhe? Ndio tayari. Sasa kwa wakati huu sasa, kabla hatujaanza zoezi la kugawa hizo nguo, nimuombe mwenyekiti wa bodi ya wadhamini aweze kuwakaribisha, alafu wanipe maiki, tumpe mtu ili aseme kwa mukhtasari, na watu watatu tutaongea ili tuingie zoezi kwa haraka. Mwenyekiti wa bodi, nikuombe kwa sababu wewe msikiti ni wa kwako, njoo huku bwana, msikiti ni wa kwako, bodi ndio inaumiliki mali bwana. Inshallah, karibu sana mwenyekiti. Yote mbili. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sina zaidi kama alivyozungumza shekhe. Kwa hiyo namkaribisheni waalikwa, karibuni hadhara hii yenu, tunakukabidheni ape nguo hao vijana waliofiwa na wazazi. Sina la zaidi. Karibu mwenyekiti wa serikali ya mtaa bwana Halimoja, shekhe wa wilaya karibu, na diwani karibu. Namna gani? Kwa hiyo mnakaribishwa wote waalikwa, sijabagua, wote mlioalikwa karibuni, mjikute mko nyumbani hapa. Inshallah tuko pamoja. Sina dai. Subiri. Sallallahu ala Muhammad. Naam, baada ya kupata ukaribisho kutoka kwa mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini wa msikiti wetu huu, mzee wangu mzee Kinywaki, nadhani tusipeleke sana muda. Sasa hivi nimwachie mwenye mtaa wake, kwa maana bosi wa mtaa huo uzuri au rais wa mtaa huo uzuri, naye aweze kutoa salamu zake, na kama ana neno dogo aseme, ili inshallah ratiba iendelee. Karibu sana mheshimiwa mwenyekiti. Assalamu alaikum. Ndugu zangu, kama mlivyotambulishwa awali, mimi naitwa Jonas Halimoja, mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu. Kwanza niseme tu kwamba nimefarijika sana kwa kunikaribisha katika hafla hii, na kama ulivyotangulia kusema, shughuli hizi zimeanza zaidi ya miaka 8-10 iliyopita, lakini bahati mbaya sana hamkunikumbuka, lakini mmesahisha makosa. Leo mmeona bora niwepo, na mimi nimesema nitakuwepo. Ndugu zangu, mimi kuingia humu ndani si mara ya kwanza. Nimekuja katika vikao mbalimbali na mikutano mbalimbali tumeifanya, tumemaliza kwa usalama. Lakini juu ya hili, kama ilivyo agenda kuu kwamba mpango mzima ni kuwafariji mayatima, mimi naunga mkono hoja hiyo, na niseme tu yule aliyeanzilisha jambo hili, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu pamoja na bodi nzima. Jambo hili si rahisi kumjali mtu ambaye humfahamu no kampa kipaumbele, lakini ninyi kwa imani yenu mmeona kwamba hawa watu ni lazima sisi tuwajali. Hawa mayatima hawa si kwamba ni watu wanaotembea mabarabarani tu, wapo walezi ambao wanawalea, lakini ninyi mmeona kwamba bora muwapunguzie majukumu wale walezi, angalau kidogo mlichopata basi na wenyewe wakifurahie, hasa kwa sikukuu hii inayokuja. Ndugu zangu, mimi sina mengi zaidi ya kuyazungumza. Tukiangalia muda na siku zenyewe hizi za mwezi Ramadhani, mimi niishie hapa. Nisema asanteni sana. Tunashukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa mtaa wetu huu mtukufu wa uzuri, na kama ulivyosema sio mara ya kwanza wewe kuingia, na mimi ninajua hilo.
uliingia kwenye mkutano mkuu wa msikiti hapa na matukio mengi yani. Mheshimiwa Sheikh wa wilaya, mwenyekiti wa serikali ya mtaa anaitwa Jonas Alimoja, lakini tunajivunia kuwa naye msikiti huu. Tunajivunia kuwa na mwenyekiti wa serikali wa mtaa wa design hii, habagui. Licha kwa jina lake nani? Jonas, lakini hana ubaguzi katika masuala ya kidini. Sisi mambo mengi tunamtumia yani, mengi sana. Tuko na jambo limepinda, mwenyekiti bwana kuna hii moja, hapana na subiri nije. Mwenyewe anatoka huko anakuja hapa. Anatuheshimisha sana inshallah. Tunashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Inshallah tuendelee hivyo hivyo. Sasa ni mwakilishi wa diwani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa pia naye. Tena mtaa wake tumepakana nao. Maana hawa ni mapacha. Ni mapacha wawili usofanana. Kwa maana mtaa wao shekhe wa wilaya, umeona mfereji ndio watenganisha. Huyu anaishia pale, yule anaanzia pale na kule. Ndio hivyo yani. Kwa hiyo mheshimiwa diwani amemleta mwakilishi maalum na amesoma alama za nyakati. Ameona kwa hawa kwa sababu ni mapacha, bora ni wapeleke pamoja. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mvuleni ambaye ni mwakilishi wa diwani, sasa nafasi hii ya kwako uweze kuwasalimia hawa waumini, lakini kama kuna neno ambao mheshimiwa diwani pia amekutuma pia unaweza kusema na la kwako pia inshallah. Karibu sana mheshimiwa mwenyekiti. Assalamu alaikum. Niwashukuru kwa uwepo wenu kutokana na kadhia hii tulionayo fupi. Kwa majina naitwa Amili Mohamed Roko, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mvuleni. Niko sambamba na mzee Halimoja, mfereji wa Mbokomu Ndolo Tugawa. Mimi niseme niwashukuru kwa jambo hili. Nipo kwa niaba ya diwani wetu Ari Ibrahim Hanje, ameniambia nifike ili niweze kukamilisha hii kadhia. Lakini leo mtaani kwangu na msiba mkubwa wa mke wa shehe wetu Mwinyi. Kwa hivyo tumekuja angalau kuliwakilisha, maana hawa vijana tumeachiwa na ndugu zetu katika imani, tunatakiwa tuangalie kwa macho mawili. Mimi niwashukuru sana kwa juhudi ambazo zimefanywa na hawa viongozi wa msikiti. Niseme Mungu awalipe kwenye hili, lakini pia wasichoke, wategemee malipo kwa Mwenyezi Mungu, maana jambo hili ni wajibu kwetu. Mimi sina cha kusema, niwashukuru sana. Basi tuendelee na hii kadhia iliyotufanya tuwepo pamoja hapa. Asante. Shukran mheshimiwa mwenyekiti ambaye ni mwakilishi wa diwani yetu kipenzi chetu Bwana Ali Ibrahim Hanje. Tunakushukuru sana na wewe pia. Sheikh wa wilaya pia upande huo tunashirikiana vizuri. Ni walezi wetu katika msikiti. Kutenganishwa na mfereji hakumfanyi yeye kutoshiriki hapa. Kwa hiyo tunaye sana mheshimiwa huyo. Kuna haja ya kuwafanyia dua inshallah. Mwenyezi Mungu awathibitishe katika nafasi zao hizo. Na sasa nizamu ya Sheikh wa wilaya. Lakini wakati Sheikh wa wilaya anaongea na mimi niseme, mimi ni katibu wa wilaya jamani. Sheikh wa wilaya hii ya Ubungo, mimi ni katibu wa BAKWATA wilaya ya Ubungo. Ili lifahamike hilo. Haji lifahamike hilo hivyo. Kwa maana mimi niko kwenye ngazi ya wilaya. Niko ofisi moja na Sheikh wa wilaya. Kwa hiyo mlio mnifahamu. Bachu unajua hilo Bachu unajua hilo? Rafiki wa msikiti huyo. Sasa Sheikh wa wilaya, bosi wangu wewe, nikuombe sasa, wakati huu ni wa kwako. Tukuombe utoe neno la faraja kwa watoto wetu hawa
lakini pia utoe neno la shukurani kwa wale wanaowavisha watoto wetu hawa, lakini utoe neno la matumaini kwa wale wazazi wa watoto hawa. Sasa ni wakati wako wa kuongea na hawa inshallah. Karibu sana. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kwanza kabisa mtambue uwepo wa mwakilishi wa diwani wetu, kijana wetu machachari sana, Sheikh Ali Ibrahim Hanje, mheshimiwa mwenyekiti ambaye tuko naye hapa. Lakini pia nitambue uwepo wa mwenyekiti mwingine ambaye tuko naye hapa, na mwenyekiti wa bodi, rafiki yangu, mzee wangu huyu. Sisi na yeye, mimi na yeye, kuna maagano yetu tulikuwa nayo, bila shaka anayakumbuka na anacheka, lakini pamoja na rafiki yake. Na nitambua uwepo wa katibu wetu, katibu wa baraza, katibu wetu wa wilaya, katibu ambaye anajitambua sana, Sheikh Sabah bin Muhammad Makusi, bila kuwasahau vijana wetu hawa Juvikiba, mwenyekiti na katibu machachari sana, wanafanya kazi vizuri. Lakini na timu nzima ambayo iko hapa, nimesikia na naibu imamu yuko hapa, na hadhira nzima hii, pamoja na watoto wetu yatima ambao wamehudhuria hapa, na kina mama na kina baba wote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika kuna hafla nyingine zinataka maneno, lakini hafla nyingine hazitaki maneno. Mimi kwanza kabisa ni washukuru wale walioguswa, hususan uongozi wa msikiti. Wameguswa kuona kwamba kuna mayatima wanatakiwa waangaliwe, wakaweza kuwaangalia. Kwa hivyo walivyoangalia na wakahamasisha watu, tuangalieni hao watu, wakaweza kuwaangalia. Na leo tumejumuika hapa, wanataka wavishwe nguo. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayo ameyazungumza katika aya nyingi, lakini miongoni mwa aya hizo ni sura fupi tu, araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u yatim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume, nipe habari mimi ya wale ambao, ya wale wanaokadhibisha dini, au nikwambie ni kina nani wanaokadhibisha dini? Mungu mwenyewe akajibu kwa kusema fadhalika alladhi yad'u yatim, ni wale ambao wanaowasukuma mayatima na haki zao. Yaani wewe huhesabiwi kwamba unakufurisha dini, unakadhibisha dini, ni pale utakapofikia kwamba hutambui haki za yatima, wewe tayari si Muislamu. Ndivyo Qur'ani inavyosema, fadhalika alladhi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala hawahimizi juu ya kulishwa maskini. Hao ndio watu ambao wanazingatiwa na dini yetu kwamba ni makafiri, sio Waislamu. Yaani nikisema makafiri sio Waislamu, na maanisha kwamba hao ndio watu wabaya zaidi mbele za Mungu. Ndio ninachomaanisha. Waweza kumkuta mtu hajatamka shahada kama tulionao hapa, lakini wanaguswa na jambo hili. Wao wametoka, wanaguswa na hili jambo. Mpaka leo wamekuja, mwenyekiti kaingia msikitini hapa kwa ajili ya jambo la mayatima. Kwa hiyo huyo ni mtu adui sana wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa dini yetu, ni adui mkubwa, mtu ambaye hatambui haki ya yatima. Lakini watu wa msikiti huu, lujna, kamati ya msikiti huu imeweza kutambua haki za mayatima, wakaweza kuwasimamishia siku, na wakaweza kuraghibisha watu, wakahimiza watu ili zipatikane nguo watoto yatima wavalishwe.
ni jambo jema sana. Huu msikiti ni msikiti katika misikiti inayofanya vizuri katika wilaya yetu. Nilisema mwaka jana, narudia tena kusema hili tukio, mimi nikiwa ni shekh wa wilaya hii sijalikuta wala sijaliona katika msikiti mwingine wowote ule, ila isipokuwa katika msikiti wetu huu Masjid Rahim ambaye inapatikana Manzese hapa Uzuri. Kwa hiyo jambo hili ni kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili jambo mimi sijaalikwa tangia Ramadhani ianze au tangia mwaka uanze katika msikiti wowote, katika kamati yoyote, katika madrasa yoyote, katika jumuiko lolote isipokuwa hapa. Kwa hiyo hawa watu wa hapa ni watu wanaojitambua sana, na hii tayari utajua kwamba hawa wamenyooka, na hawakunyooka wao tu, bali ni wazee wao waliowalea wamenyooka, kwa maana wakao wako hivi, wanajali vitu kama hivi. Kwa hiyo ni jambo jema sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ana wakafilul yatimi kahataini, mimi na yule mtu anayewalea mayatima ni kama vidole viwili hivi. Yaani wewe na mtume mko karibu, japokuwa wewe uko Uzuri, mtume yuko Madina, lakini wewe mida mnawaangalia mayatima, wewe na mtume ni majirani. Kinachozuia huo ujirani wenu ni wewe kwamba hujafa tu. Mzee nani, mzee mwenyekiti, ukifa tu ndio utathibitisha kwamba wewe ni jirani ya mtume. Kwa hiyo kama hilo sasa, sijui ufe ukakae karibu na mtume au ubakibaki, utachagua mwenyewe. Atakabaki eti mwenyekiti, uondoke ukakae karibu na mtume au ubakibaki? Uondoke. Uko tayari? Sote tuko tayari. Hakuna mtu ambaye sababu hauko tayari. Tuko tayari kwenda kukaa jirani na mtume, kwa sababu mtume ndio anayesema, ana wakafirul yatimi kahataini, mimi na mtu ambaye anamwangalia yatima ni kama vidole viwili hivi. Mimi jirani yangu huyo peponi kule, huyo atakaa na mimi. Kwa hiyo mwenyekiti, hili tukio mnalolifanya hapa ni tukio kubwa sana, lakini mwaka huu mmenikosea tena, mmerudia kunikosea. Unakumbuka nilichosema siku zile? Nilisema hivi, na mimi ni mwanachama. Katibu, unirejee unikumbushe hili tukio. Mara jana shangaa, jana ananiambia, bwana ile jambo letu si kesho. Sasa mbona umenishtukiza? Yaani mimi hata simpati hata yatima mmoja basi nimvalishe. Yatima katibu ndo lasabisha. Mimi na mimi ningeshiriki, lakini mimi mtaminyana na mwambie mtume, mimi nataka niwe jirani yako. Ambaye hataki mimi niwe jirani yako ni katibu tu. Lakini mimi nataka niwe jirani yako. Na nilifanya kitu siku ile hapa. Nilifanya kitu siku ile kwamba hii ianzie, asijui imechanganywa, umechanganya. Sije kama umenunulia zulia tena. Naona zulia lako la Simba kabisa hili. Huyu mtu wa Simba huyu. Kwa hiyo hili tukio ni tukio moja zuri sana. Kazi kubwa hili wafanyika hapa. Hii haihitaji maneno mengi, ni vitendo tu. Sheikh Ibrahim, Sheikh nani, Sheikh Abubakar pamoja na katibu wako, na sisi tushiriki hili jambo. Hata kama si leo, basi tuungane, tuandike majina hapa, wakianza kuchangishana na sisi tuchangishwe. Mimi nilichangia mwaka jana hapa, na naona ile itakuwa ndio imepita. Nilichangia. Kama ingelikuwa sikuchangia ningechangia leo, lakini madam nilichangia, basi na mimi nimo katika hili tukio hapa. Na mimi nipo katika jumla ya majirani wa mtume. Huyu akikaa kuliani kwa mtume, mimi nakaa kushotoni. Lakini na sisi tuingie katika hili jambo zuri sana. Lakini juzi niseme pia viongozi wetu hawa, viongozi wetu wa Juvikiba juzi, wao walikwenda kabisa kwenye kituo cha mayatima, wakaenda wakawayawaya nao, wakacheza nao, wakawafariji. Si kwamba lakini kule fanyeni, na hapa pia tufanye. Tumuunge mkono katibu wetu pamoja na timu yake hii,
Jamani, ni jambo jema sana. Ule mchango wako ulioutoa leo ndio umesimamisha watoto yatima watavaa hapa. Wewe jihesabu ni mtu wa peponi tu. Wajua sio Uislamu na watu wa peponi. Wewe mwenyewe utake kwenda motoni tu, kwa sababu pepo ilivyotakiwa, sisi tunatakiwa tuende peponi. Sasa Muislamu tena anajipendekeza hapo, mimi nataka niende motoni. Wewe mwenyewe tu, lakini sisi ni watu wa peponi. Kwa matukio kama haya sisi ni watu wa peponi. Kwa hiyo mimi niishia hapo, lakini nimefurahi sana, na wale waliofanya hivyo wakazane kufanya hiyo habari. Michango itoke kwa wingi. Mchukue yatima wako mmoja, mvalishe. Usikubali kwamba wewe umvalishe mtoto yatima. Na kwanza mayatima hawa wanatakiwa tuwalee katika majumba yetu, na hivi ndivyo vinavyotakiwa. Wal kamalu lillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru Mheshimiwa Shekhe kwa maneno yako ya faraja kwetu na kwa watoto wetu na kwa wazazi wao. Inshallah Mwenyezi Mungu akupe umri uliokuwa mrefu wenye manufaa na wewe, lakini pia kama umri hauna manufaa akuondoe hata kesho inshallah. Unasemaje? Uko tayari Mzee Kinywaki hataki, bado anataka kutafuna kidali tu. Sasa Mheshimiwa Shekhe, imefikia wakati wa kutoa nguo kwa mayatima, lakini tutakuomba sana mwisho wafanyie dua baadhi ya watu. Zile nguo za watoto wa kike unaoziona, nguo zote zimefanana kasoro nguo 3 tu. Kuna mama mmoja alituletea majola. Jamani, mwaka huu na mimi sadaka yangu hii, ndio maana unaona hata hesabu yake imeshuka. Alituletea majola hapa 2. Tumeshona nguo nyingi sana za watoto wa kike. Hizi nyingine hizi kuna waumini wasema mimi nachukua watoto wawili naenda kuwashonea. Alhamdulillah, na ameshona ameleta. Na mwingine pia kashona kaleta. Almuhimu anachukua vipimo vya watoto wanakwenda anashona. Lakini tahadhari yetu, mtoto anaposhonewa sio ndivyo sivyo, hapana. Ashonewe kitu ambacho hata akikivaa atakionea uzuri zaidi, yani kama tulivyofanya katika nguo za watoto wa kiume. Sasa kwa wakati huu niombe meza kuu tujitayarishe na zoezi la kugawa sasa zile nguo ili tukaendelee na majukumu mengine. Kwa hiyo inshallah kama si wasumbui tunyanyuke ili tulete mtoto mmoja mmoja muweze kumpatia nguo yake. Tutaanza kwa upande wa watoto wa kiume. Hizi nguo zote zina majina hizi na zimenunuliwa katika duka moja, na hilo duka wanajua sisi tunaongoza aina gani. Mudrik Ramadhani Idi, tunaomba sogee. Mudrik Ramadhani Idi, sogee hapo. Utatoa mikono kwa wazee hapo na viongozi ili baadaye upatiwe nguo. Mudrik Ramadhani Idi, zote zina majina hizo. Toa ni vizuri itoe na nje ili ionekane na ndani, sije kaonekana kuna watu wanafanya magumashi bwana. Izionekane hizo nguo kweli 2, sije kama imekatwa kipande tu cha suruali cha mguuni ndio zimekuwa zimechomekewa pale, hapana. Ziende pale. Mpe mkono Shekhe bwana, na anza kuanzia huko. Haya. Huyu ni Mudrik Ramadhani Idi, umri wake ni miaka 10. Njoo upokee nguo hiyo. Asante mwanetu Haya, inshallah. Anayefuatia ni Akram Kheri Manyanya. Naomba Shekhe hawa ndio walete wawili. Arkam, njoo kwa pamoja. Akram na Arkam, subiri. Hawa ni mapacha. Na miaka yote tunaponunua nguo lazima zifanane. Si ikawa ugomvi nyumbani huko. Yangu tumezingatia hilo. Na nguo zao zinafanana zote. Na umri mmoja, saizi moja. Kwa hiyo tumenunua nguo ambazo zinazofanana kwa watoto wetu hawa. Ni mapacha. Huwa tunalizingatia hilo miaka yote inshallah. Akram, anza kushika mikono wazee hapa. Haya, Arkam fatia pia. Washika mikono wazee.
mpe mwenyekiti Sheikh Mzee Ali moja, ziende kule. Na haya, anayefuatia Ahmad yupo, Ahmad Burhani Sare. Ahmad, naona huyu amedharurika. Anayefuatia Fahdi Ali Hongo. Fahdi Ali Hongo ana umri wa miaka 11. Wakina Arkam wana miaka 10 wale. Huyu miaka 11. Wape mkono wazee ili upatiwe nguo yako. Fahdi. Jamani, hizo enga hizo mturudishie. Kila mwaka ndo tunazitumia hizo Kwa hiyo ukitoa nguo enga turudishie. Haya. Huyo ni Fahdi Ali Hongo. Mmetoa mikono? Wape mikono mheshimiwa. Ikram Rahim Rajab. Ikram. Sulimpigia simu mama, sema wanakuja. Ikram Rahim Rajab. Umekuja mzazi Watoto? Ulisema na dhaula mmoja. Yule mmoja ndio yupo wewe basi wewe usitoe mikono isipokuwa utakabidhiwa kwa niaba ya shekhe pa. Basi yeye haja kutoa sasa hivi nadhani haya. Huyu ndo mzazi wa Ikram, ndo mama yake huyo. Kwa maana ni mjane huyo anatakiwa hifadhiwe na yeye pia. Shekhe, unanielewa vizuri? Unanielewa? Unanielewa Una wangapi? Una wangapi? Una watatu au 4? Level city ndio lazima endelea. Unamtoa nani? Haya. Juma. Tunaelewa vizuri? Tunaelewa Haya. Anayefuatia Samiri Rahim Rajab. Samiri alikuwepo Haya, mlete. Mama Ikram ndo mama Samiri huyo Haina haja, sababu zimeshafahamika. Sije kaonekana ni magumasho ambayo tulianzia pale zionekane. Samiri mwenyewe ni huyu. Samiri, njoo hapo mkono huko. Hao ndio baba zako bwana. Kwa hiyo baba yuko tena. Haya, mpe mheshimiwa mwenyekiti mkono Haya, mpe na mwenyekiti hapo mkono. Mashaallah. Haya. Anayefuatia Nasri Muhammad Ali. Ametoa udhuru jamani. Kuna wengine wametoa udhuru Anayefuatia Bajuni. Yuko Bajuni? Njoo. Bajuni Rashidi Muhammad. Toa mikono. Bajuni ana miaka 12 huyo. Nguo yake ndio hiyo. Anayefuatia Abdurrazak Rashidi Muhammad. Abdurrazak ana miaka 9. Anaelekea 10 huyo. Nadhani tuhamie. Kuna mtu siyampa? Wewe nani? Akram yuko wapi? Kuna wengine wana dharura. Huyo nani? Ahmad Burhani ndo unamtaja hajafika. Nani? Faridi Saidi. Huyo amenikusahau. Faridi mlete nguo yake hapa. Faridi Saidi. Faridi, wape mikono kwanza. Faridi Saidi Mkude kwa nyumbani. Alimoja kwa nyumbani huyo. Mkude huyo. Huyo na dharura. Hao wawili tuache mwisho. Kuna wengine ya mwisho kule. Yupo tuje upande wa kina mama. Kuna wawili tumewabakisha pale, tutawapa mwisho inshallah. Haitham Khairi Manyanya. Haitham Khairi Manyanya. Njoku Haitham. Toa mikono. Huyo ndo Haitham, gauni yake ni hiyo. Wapi wote? Haya, Haitham. Najma Mwinyi Abduli. Najma Mwinyi Abduli. Najma ndio huyo.
Haya. Nini? Najma Mwinyi. Wako wawili Najma bwana. Sasa hiyo anavaa huyo tena huyo. Imletee na ile nyingine ya kwangu ile. Shekhe, huyu nimempa 2 mimi. Huyu nimempa 2. Sio moja. Leta na ile ya pili iko wapi? Mletee na ile. Tumemtukia awe na 2. Najma haya. Sheikh Muhammad iko wapi? Utakuja ofisini chukua na nyingine, umesikia? Zimeshonwa 2. Kwa hiyo tumemtunukia zote hizo kwa sababu ni za kwake. Fundi alikosea kidogo. Baada ya moja kashona 2. Sasa zote tunampa yeye. Haya, anayefuatia Farhana Daudi Nurdini. Farhana, mamake yuko wapi? Mamake Farhana yupo? Kaja na nani? Farhana kaja na nani? Na nani? Mamake. Haya. Farhana mwanetu pia huyo. Nguo yake ndio hiyo. Anayefuatia Sasham Saidi Msigwa. Sasham Saidi Msigwa. Sasham Saidi Msigwa. Haya, wape mikono wazee. Anayefuatia Latifa Ali Hongo. Latifa Ali Hongo. Wako wapi watoto mama Latifa? Fahdi yupo chukua. Haya, njoo kwa niaba ya Latifa. Njoo wewe mwenyewe mama. Njoo uchukue tu. Jamani, mama yake Latifa huyo mama ana watoto 4 hapa lakini ni mapacha. Latifa yuko na Fahdi mapacha. Mama ana baraka kupata mapacha. Ana mapacha wawili hapa. Lakini pia yuko Rumaisa Ali Hongo. Rumaisa yuko wapi? Rumaisa yupo huyo hapo. Na Rujaina njoo. Rujaina njoo. Hao nao mapacha. Mshike mkono mzee. Rumaisa na Rujaina ziko tofauti hizo. Kuna Rumaisa na Rujaina. Hiyo nani hiyo? Hiyo jina nani? Rumaisa ndio wewe. Hata mwenyewe siwajui. Wewe ndio Rumaisa? Haya, Rujaina huyu. Haya. Mwanaarabu Juma Abdallah. Mwanaarabu. Haya, changamka Mwanaarabu Wakati huo Mariam Rahimu ajiandae. Mariam Rahimu asogee kidogo, karibu. Haya, Mwanaarabu njoo. Washike mikono wazee hao. Haya. Mwanaarabu Juma Abdallah. Mariam Rahim Rajabu. Huyu ni mzazi wake Mariam. Kwa sababu hayupo, inshallah tumpe Mariam Rahim. Mzazi wake ndio huyo. Inshallah anampokelea mtoto wake, amepata dharura mtoto. Ikram Rahim au tali. Rahma Ali au na dharura. Mariam Khalidi Juma. Mariam Khalidi Juma. Huyo hapo. Mariam Khalidi Juma. Haya, washike mkono wazee. Anayefuatia Shadia Hussein Jeza. Une ana dharura. Watoto takriban 6-7 wana dharura leo. Anayefuatia Sofia Rashidi Muhammad. Sofia. Haya, sogea Sofia. Sofia Rashidi Muhammad. Ndio hiyo imenyuka juu. Sawa. Hii sahihi kweli? Hebu umri huo, hebu kunyanyua. Sawa.
au tumekosea? Haya, mpe kwanza, tutajua ofisini. Haya, shika mimi, chukua. Haya, Ilmat Hassan Yarufu. Ilmat, njoo mwanangu. Mimi nina wasiwasi nao kama ndogo. Nani? Muhammad, ile nguo ile itani vizuri. Zaa vizuri. Kwa Sofia, hiyo nguo hebu tutaitana vizuri. Sije kaa tumechanganya. Ilete wewe. Sije kaa tumechanganya majina. Hiyo vipi? Si ndefu zaidi? Sije kaa tumechanganya vitu. Hiyo kubwa. Ngoja. Tutamaliza ofisi hiyo. Sasa tunamwita Huseni. Huyu ana mahitajio maalum. Ni mlemavu wa viungo. Huwa kila mwaka naye tunamfanyia maarifa hayo. Huseni, ngoja. Tazama ambao hatujampa. Huseni ya nyuma na. Haya, wape Huseni. Haya. Huyo hata mpe tu. Haya. Lakini kuna rafiki wa msikiti kama nilivyosema, huyu mzee wa msikiti anaifuatia huyu. Njoo muondoe rafiki yako. Hasani, vipi? Huseni. Haya, rafiki yako huyo anakuja kukuondoa. Allahu Akbar. Umekula au umefunga? Haya, sasa huyu ni rafiki wa msikiti. Anaitwa Nasoro Bachu. Sheikh Nasoro. Sharifu huyu bwana. Simama bwana Sharifu. Haya. Kwa sababu ya urafiki wake wa msikiti tumeamua tumfanyie maarifa inshallah. Anaitwa Nasoro Bachu. Haya, huyu bwana Nasoro, alhamdulillah. Kule tumemaliza kule. Hebu tazama. Najima Mwinyi. Hebu. Najima Muhammad Dharura tumesema. Kuna wengine kutaja majina. Dharura. Nani? Shadi au Dharura? Basi au Dharura. Mheshimiwa, tukae. Hao Dharura tutakutana nao sisi. Hiyo tutajua, tutakaa naye inshallah. Sasa baada ya kukamilika zoezi hili, Mheshimiwa Sheikh wa wilaya pamoja na wenye viti wa serikali ya mtaa, lakini Vikiba mpo, mnaona sisi kawaida msikiti wetu huwa tunatoa funzo kwenye misikiti mingine. Wao wafanye kama tutagawana hawa mayatima kila msikiti, hatutakuwa na yatima ambaye anakosa nguo. Mfano sisi tumechukua 35, Shamsia unachukua nao 10, si nani anachukua 10, tukiana hawa hatutakuwa na yatima ambaye hatopata nguo siku za sikukuu kama hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ni vizuri sisi tutakifanyia kazi inshallah. Kama sisi tulivyofanya na wengine pia wafanye. Ndio maana katika vikao hivi tunawalika na maimamu wengine waone kuna umuhimu katika kuwahudumia hawa mayatima. Lakini vijana wameliona hili. Na wao najua wana programu yao. Katika hizo inshallah makani watizame pia hili. Inshallah nadhani wamepokea. Sasa baada ya kumaliza jambo hili, sasa ni vizuri nimwachie mtu atoe shukrani kwa niaba ya sisi wote. Sheikh Kasim, simama washukuru hawa, lakini pia washukuru na wengine pia, ili tufunge kikao chetu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
na kumtakia rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimesimamishwa kwa ajili ya kutoa neno la shukurani, tukianzia kwa waumini wenyewe ambao ndio wamehusika kwa asilimia kubwa kufanikisha jambo hili kupitia michango yao. Tumeanza michango takriban mwezi wa Shaabani kukusanya mpaka ilipofika Ramadhani jambo likawa limekamilika. Kwa hiyo tunawashukuru sana waumini. Sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakayekulipeni. Lakini pia tunawashukuru na viongozi wetu, Sheikh wa wilaya na viongozi wengine wote kwa pamoja kwa kuitikia wito wetu kuja kuwagaia watoto hawa nguo hizi, lakini pia na viongozi wa msikiti wote kwa pamoja tunawashukuru, na tuendelee na zoezi hili mpaka mwisho, kwa sababu sisi pia tufahamu tutakapokufa, je, tutawaacha watoto wetu katika mazingira gani? Kwa hiyo tuendeleeni na moyo huu inshallah, na sisi tutakapoondoka Allah atatuletea watu kwa ajili ya kuja kutufanyia kama ambavyo sisi tunafanya kwa watoto hawa. Asante kwa shukurani hizo, lakini nitambulishe kuwa katika zoezi letu hili tuna TV za aina 4. Kuna Nyiradi TV tunao hapa, lakini kuna Swabirina TV, kuna Sirata TV, lakini kuna application ambayo inaingia kwenye TikTok huko inaitwa Faraja Yangu TV. Tukiingia kote huko utaliona hili tukio, lakini bila kusahau Lumbi TV pia ipo, na lakini pia Masjidur Rahim TV pia ipo. Kwa hiyo wote hawa wanafanya kazi ya kuhabarisha umma kuhusiana na hili jambo ili lifikie katika watu ambao hawana taarifa na hili. Ila mwisho kabisa kutakuwa na mahojiano baadhi ya watu na wahitaji pia baada ya kumaliza. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli sharr. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikiwa leo ni chungu 25 sawa na mwezi 25, wengi huita hivyo, lakini pia leo ni tarehe 15, ni siku ambayo tumepata bahati ya kuhudhuria ndani ya Masjidi Rahmani iliyopo hapa maeneo ya Tandale. Leo hii tumepata bahati ya kukutana na shekhe mkuu wa wilaya ya Ubungo. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia juu ya tukio ambalo lilotokea, tukio ambalo Sheikh Sabai pamoja na jopo lake la viongozi wameamua kuandaa sadaka kwa ajili ya kuwasaidia mayatima, lakini sisi nia yetu ni kukuhabarisha, na lengo la kukuhabarisha ili uweze kupata faida ya kwamba kwa nini imefanyika hili jambo. Na watu wengi wanaona kufanya hili jambo kuita media kutangaza ni kama kuadhalilisha mayatima. Hapana, ndani ya Qur'ani tumeambiwa fadhakir, tukumbushaneni, na sisi kama media za Kiislamu tumekuja kuwakumbusha nyinyi kwamba hili tunalofanya hapa ni jambo jema. Kupitia maneno ya shekhe mkuu wetu wa wilaya atatuambia mawili matatu juu ya surprise ambayo imefanyika leo na lipi la kuwasia watazamaji ambao mnaotazama. Shekhe, salamu alaykum. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji wanaokutazama, wanataka kufahamu kwamba wewe ni shekhe nani na una nyadhifa gani kwa Dar es Salaam hii au Tanzania hii? Mimi naitwa Maulid Salum Kidebe, ni shekhe wa wilaya ya Ubungo
hii ambayo uko katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa maswali mawili ili ni kuache uwai na majukumu mengine ya kiwilaya, tukio hili kwako ni la ngapi? Hili tukio mimi nimehudhuria hapa kwa mara ya pili leo, lakini nimelikuta wanasema lina miaka mingi, lakini mimi ni mwaka wa pili nimehudhuria leo. Mwaka jana nilikuwepo na mwaka huu nipo, na inshallah nitahudhuria mpaka niondoke duniani. Kwa faida ya haraka juu ya watazamaji wanaotazama, wengi wanaona kuita media kufanya jambo kama hili ni kuwadhalilisha mayatima. Kwenye dini ikoje? Lakini pia hata wewe maneno yako mawili matatu juu ya kuwaidhi watu wanaotazama juu ya hili. Hili katika dini lipo, si kuwadhalilisha, kwa sababu waqul i'malu, Mungu anasema waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Anamwambia mtume tendeni, ataona Mungu na ataona mtume na wataona waumini. Sasa wataonaje bila kuwaonyesha? Kama hivi ndio inavyotakiwa watu waonyeshwe ili na wenyewe wafanye. Kupitia wilaya yako ya Ubungo, tutegemee mambo gani mazuri ndani ya mwaka huu 2026? Mambo mazuri watu wategemea kwamba yatakuwepo, lakini kubwa zaidi tunataka tupite katika misikiti, watu waweze kugawana hao mayatima hata wawili, kila msikiti uchukue mayatima wawili, tutawamaliza wote katika wilaya. Watu wanakaa bila kukaa na mayatima karibu, mayatima wanakaa wengi, kumbe wachache tu, kwa sababu hawagawani. Watu wanatakiwa wagawane hao watu. Mimi nimechukua faida ya kwa shekhe kwamba kufanya interview kuwaonesha wa watu duniani ni kwamba si katika kuwadhalilisha, bali ni katika namna ya kuwakumbusha kwamba hili tunalifanya. Hata Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba fanyeni, binadamu au waumini wataona, Mwenyezi Mungu ataona, pamoja na mtume wake wataona. Mimi nitosheke kwa hili ambacho alichosema shekhe wangu, na nikuruhusu shekhe wangu kwa ajili ya kuwahi majukumu mengine. Basi inshallah mwalimu wangu, shukrani. Shukrani. Kumbuka haya matangazo yanayokuja hapa ni kupitia channel zako pendwa unazozitazama kwa nyakati hizi. Msisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuko na katibu mkuu wa wilaya hii ya Ubungo. Huyu ni mimi, ni babu yangu wa elimu, shekhe wangu alinifundisha madrasa. Huyu ni mwalimu wake, na hapa mimi niko nyumbani najidaidai, niko kwa ajili ya kuchukua faida. Kwanza mwalimu, tunataka kujua sababu ya nyinyi kufikiria kuanza kulifanya hili jambo. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alhamdulillah, sisi hapa msikitini tulikuwa na sababu nyingi sana tulifikia mpaka kufikia katika jambo hili. Yani kipindi hicho kabla hatujaanza, miaka 2001 na 2 na 3 mpaka kuelekea 2015, tunapokuwa siku zaidi huwa tunaona hawa mayatima wanahangaika sana. Lile sisi litujengea katika hali ngumu sana katika mioyo yetu. Tukaona kuwa sisi tunaweza kuwasaidia hawa mayatima. Kwa hiyo tukaweka azma kama viongozi kwa kila mwaka sasa tuweze kudili na hawa mayatima, ili tuweze kuwawezesha angalau siku ile ya Eid wanzao wanapovaa ambao wana baba zao na wao pia wavae vile vile. Ndio maana fikra ikaja hiyo, yani ndio maana mpaka sasa unaona kwa tuna miaka 11 tunaendelea kuwavisha yatima, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuafisha tu mpaka tufikie huko tunakutakiwa inshallah. Mwalimu, kuna kitu umekizungumza kwamba mwanzoni mnalifikiria hili jambo lilikupatieni nyie tabu katika mioyo yenu, lakini watu wengi sana wanaona kwamba baada ya kumaliza kufunga wanaisahau ile zakatul fitri, na wengine hawajui zakatul fitri inahitajika iende kwa nani, na kisheria ni kitu gani kinachohitajika kutoa kwa kila mtu, kwa mtu mmoja, au elimu fupi kuhusu zakatul fitri. Naam. Zakatul fitri ni zaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha kwa watu ambao wasiokuwa na uwezo wa chakula kwa siku ile ya Eid. Na ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaifadhilisha jambo hili, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelikokoteza sana swala hili kwa watu kutoa zakatul fitri. Na hadithi mashuhuri ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa yule ambaye unapotoa zakatul fitri, kwa maana unaipaisha
saumu yako, yani kufikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ukutoa na uwezo unao, saumu inakuwa inaelea katikati hapa. Kwa hiyo zakatul fitri ni kitu ambacho kwa Muislamu ni kitu cha lazima, sio sunna tena, haiko kwenye usunna, ni kitu cha lazima, ni faradhi sasa. Kwa maana kwa mtu anayetaka saumu yake ifike kwa Allah, ni vizuri akatoa zakatul fitri kama uwezo ule anao, ili kuwasaidia wale ambao wasiokuwa nacho nao waweze kufurahika katika siku hii ya Eid inshallah. Kwa faida, zakatul fitri inatolewaje kisheria? Ni vibaba vingapi? Na kwa hapa nyinyi mmepanga kwa uchunguzi wenu muweze kupanga ni kwa iweje yani? Zakatul fitri kwa mujibu wa sheria inatolewa pishi moja ya chakula ambacho kinacholiwa katika mji ule. Kwa sasa tunasema kwa ni kilo 2.5, kwa maana kilo 2.5 ndio kitu ambacho kinatolewa zakatul fitri kwa chakula ambacho kinachotumika katika mji ule. Sisi katika miji yetu hii kinatumika sana ni mchele, tofauti ukienda katika miji mingine, yani kwenda Warabuni utaona ngano, sisi ni mchele. Kwa hiyo unatakiwa mtu peke yake atoe zakatul fitri kilo 2.5 kwa mchele ambao hata mtu anapoula pia atakuwa na hamu nao, sio ule mchele ambao hapana, anakuwa kitu kizuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda vitu vizuri. Naam. Mwalimu, la mwisho kwa ajili ya kuzungumzia juu ya waumini wa msikiti huu na waumini wote ambao wanaofuatilia haya mahojiano, una lipi la kuambia na la kuasa juu ya hili ambalo mlioanza nyinyi kulifanya pamoja na misikiti mingine iweze kuiga inshallah? Kwanza nitoe shukrani kwa waumini. Waumini wana sapoti kubwa sana katika jambo hili la ugawaji wa nguo za mayatima. Waumini wanawezesha vizuri sana katika kulifanya jambo hili, nitoe pongezi sana kwao. Lakini sisi msikiti wetu umekuwa kama ni darasa katika misikiti mingine ambayo inatuzunguka. Sisi miaka yote tunatoa, na huwa tunapotoa tunaita viongozi wa misikiti mingine kama maimamu na wengineo ili waje kusoma hili. Ingekuwa wanafanya misikiti yote kama tunafanya sisi, yani na imani kabisa ni katika miji yetu hii mayatima wasingekuwa wanakosa sikukuu, wasingekuwa wanakosa nguo kwa ajili ya Eid. Kwa maana kama sisi tumechukua leo mayatima 32, msikiti mwingine ukachukua mayatima 32 au wangapi walikuwa katika maeneo yao, basi mayatima nadhani tungewamaliza, na kila yatima katika siku zaidi angekuwa anavaa vizuri na bila kuwa na wasiwasi wa aina yote inshallah. Mimi nitosheke na tutosheke kwa kile ambacho shekhe alichokizungumza kwamba inawezekana kwa sisi tukaweza kuwasaidia hawa mayatima, na siku zote jiulize, ewe baba, ewe mama, ewe dada, unatoa kiasi gani kwa ajili ya kumnunulia mwanao nguo aweze kuvaa, hali ya kuwa unapokaa mtaani kwako wako mayatima ambao hawajiwezi, wanatamani na wao waweze kuvaa nguo nzuri. Siku hizi alhamdulillah vitambaa viko mpaka 2500 mita. Unaweza ukachukua mita yako 3 ukamfuata fundi kwa shilingi 10,000, 15,000 ukamshonea yatima mmoja. Lakini pia kumbuka kile unachokitoa wewe ndio Mwenyezi Mungu kupatia sababu. Wengi mashekhi zetu husema ni kwamba unamkopesha Mwenyezi Mungu aweze kukulipa mengi mazuri. Lakini faida ya mwisho ya kukumbusha ni juu ya zakatul fitri. Shekhe amesema kwamba zakatul fitri inatoka juu ya kilo 2.5 ya chakula pendwa katika eneo hilo. Sisi Dar es Salaam wengi tunapendelea kula mchele, wengine wanasema walima, ambapo utaangalia mchele mzuri kwa mji huo una thamani ya kiasi gani. Wengi wanaona mchele ni ile mradi mchele. Shekhe, la kumalizia la mwisho kwenye zakatul fitri hapa kwa ajili ya faida, zakatul fitri mtu anahitajika kutoa fedha au mchele, na kwa mtu mmoja anatoa kwa idadi ngapi hiyo kilo 2.5? Zakatul fitri kwa mujibu wa sheria mtu anatakiwa atoe kifaa, kwa maana mchele kilo 2.5, lakini kwa mtu mmoja yani kwangu mimi naweza nitoe 2,000, yani kilo 2.5. Lakini wanawachuoni wengi wanasema kuwa hata ukitoa thamani ya mchele kilo 2.5 pia nayo inaingia katika hukumu ya nini, ya mchele, na anayetakiwa kutolewa ni yule ambaye aliyefunga au hata kama hakufunga lakini ni Muislamu ambaye ameidiriki Ramadhani mpaka mwisho, huwa anatakiwa atoe zakatul fitri. Na hata mtoto kama akazaliwa kabla ya kuadhiniwa swala ya magharibi ya siku ya mwisho, amezaliwa kabla, naye anatakiwa aingie kwenye zakatul fitri kumtolea, na anatolewa yule mwenye uwezo. Maana yake mfano mzazi ana uwezo, ana watoto 6, ana uwezo wa kutoa watu 4, basi natosha hiyo watu 4, sio lazima ajilazimishe mpaka watu 6 wote, hapana. Na kwa hiyo tu sawa. Mimi
tusitie maneno mengi juu ya hiki ambacho shekhe alichoweza kukisema. Uzuri vipindi na darasa nyingi zinaendelea katika hizi media zenu ambazo mnazofuatilia. Msiache kutufuatilia, kusubscribe, kulike pamoja na kushare, maana mengi mazuri yanakuja kupitia media yako pendwa. Wa hadha, salamu alaikum wa lafu minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko na mama, tunatamani tusikie mawili matatu juu ya kile ambacho kilichoanzishwa na safari yake baada ya kuingia katika huu na mtihani, na ombi lake juu ya waumini wote ambao mnaofuatilia kipindi hiki. Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Unaitwa nani mama yangu? Naitwa Sabrina. Sabrina. Ni mzazi wa watoto wangapi? Na watoto 7. 7. Na katika hao 7 wewe peke yako ndio unahudumia? Mimi ndo baba, mimi ndo mama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tangu ili jambo lianzishwe kwako lina muda wa miaka mingapi? Miaka 4. 4. Kwangu mimi. Ambapo tangu baba alipotangulia mbele ya haki. Una lipi la kuambia juu ya viongozi walioanzisha pamoja na waumini ambao wanajitahidi kutoa chochote kitu kwa ajili ya kuwakumbuka wazazi wangu kama nyewe? Mimi naomba tu wazidi kutusaidia kwa sababu watoto tuliokuwa nao ni wengi. Wa kwanza ni mimi na mahitaji ni makubwa, kama hivi tumepata nguo lakini chakula inakuwa ni mtihani. Na mama, kwenye futari yako inakuwaje? Futari na gharimu kwa kila siku, matumizi ya futari natumia shilingi 15,000. Kila siku 15,000? Kila siku shilingi 15,000. Na kazi unaoifanya? Kazi sina kazi maalum, nafanya vibarua, nauza mitumba, nikipata tenda ya kufua naenda kufua, ndo kama hivyo, kwa hiyo sina kazi maalum. Basi mama, mimi nashukuru kwa hili. Katika hao watoto wako 7, yuko yote ambaye ameshaanza kujitegemea? Hapana. Wote wana umri gani? Wa kwanza wana miaka 15, wa pili wana miaka 11, wa tatu ndo wale wadogo wale mapacha wale pale wako 3. Sawa mama, mimi nashukuru na nikuache kwa ajili ya kwenda kuhangaikia wadogo zangu, na sisi inshallah tutalisemea hili mitandaoni kwa ajili ya watu waweze kutoa kidogo chao. Sawa. Ndugu zangu Waislamu, viko vitu ambavyo vinasikitisha na kuhuzunisha. Mama ana watoto takriban 7, ambaye mama huyo yeye ndiye baba na yeye ndiye mama. Anachofanya yeye kuhakikisha akipata tenda ya kufua, yeye ila atakupatikanika kwa ajili ya kualisha watoto wake, lakini pia kwa ajili ya vikazi vidogo vidogo ambavyo watu wameamua kuwaruzuku. Mimi ni waombe ndugu zangu Waislamu, huu mwezi wa Qur'ani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutoa. Tujitahidini jamani, kidogo cha kwetu ni kikubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumkopesheni Mwenyezi Mungu, maana malipo yake ni makubwa sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Unaitwa nani? Shamsa Saidi Msingwa. Shamsa? Shamsa Saidi Msingwa. Msingwa, una umri gani? 11. Unakaa wapi? Manzese. Unasoma madrasa? Hapana. Kwa nini? Bibi anaye. Bibi hela ana? Bibi alishakufikiria kukupeleka kwa shekhe wa kata au kukupeleka chuo kusema mimi nataka kusoma madrasa lakini sina hela? Alishakufanya hivyo? Ndiyo. Na mlijibiwa nini? Sijui, biko amejibiwa. Inasikitisha, mashekhe mnadhima, wazazi watoto wanakuja kwa ajili ya kutaka elimu, nyinyi mnashindwa kupokea kwa sababu ya kutokuwa na fedha. Mayatima hawa ni dhima jamani, tutakuja kuchomwa moto yaumul qiyama. Una lipi la kuambia juu ya kile ambacho Sheikh Sabai pamoja na viongozi wengine walioamua kufanyieni nyie? Mwambie asante sana na Mungu awabariki. Zungumza sasa la mwisho, ukiwa kama wewe, ukiwa mkubwa, unatamani uwe nani? Tamani niwe Muislamu mzuri na niusaidie binadamu wenzangu. Wewe Muislamu mzuri? Nasaidia wenzangu. Sasa mimi nakuomba kuanzia leo ukitoka hapa mfuate Sheikh Sabai, mwambie Sheikh Sabai, mimi na umri wa miaka 11, hata alifu sijui na nataka mimi kusoma, naomba unisaidie kunilipia
ada kwa ajili ya kusoma madrasa. Sawa? Ndio. Mwenyezi Mungu anatuambia huwa al-Qur'anu manzilu shifau wa rahma, imeteremsha Qur'ani kwetu sisi kuwa ponyo pamoja na rehema. Mimi ni waombe ndugu zangu Waislamu, huu mwezi wa Qur'ani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutoa. Tujitahidini jamani, kidogo cha kwetu ni kikubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumkopesheni Mwenyezi Mungu, maana malipo yake ni makubwa sana. Wa hadha, salamu alaikum wala afa minkum.